Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mimi naitwa Sheikh Mlewa Shaabani Kimwaga. Ni shekhe wa mkoa wa Kilimanjaro na mjumbe wa halmashauri kuu taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya dawa ya halmashauri kuu taifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, awali ya yote nipende kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhia tulionayo sasa hivi ni kadhia ambayo inapelekea kulichafua taifa. Kulichafua taifa, kuchafua sura ya dini na kuchafua sura ya kiongozi wetu mkuu wa kidini ambaye ni Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana. Na sasa hivi mambo mengi yameenea mitandaoni, na mimi kwa kuwa watu baadhi wengi wananifahamu, nimekuwa nikipata simu mbalimbali zinazoniuliza kulingana na kadhia hii ni hatua zipi zinachukuliwa za haraka. Na leo hii tumetoka kwenye kikao cha baraza la mashehe la mkoa pamoja na mashehe wa wilaya zote, wenye viti na makatibu. Moja katika agenda kuu ni kuzungumzia kadhia hii ambayo inaendelea sasa hivi. Hali imechafuka, lakini sababu kubwa ya kuchafuka ni watu wale ambao hawajui mipaka ya nafasi walizonazo na mipaka ya kazi zao, wanawajibika wapi na wanawajibika kwa nani. Tumeona kadhia ya kwanza ambayo imekuwa imetrendi sana katika vyombo na mitandao ya kijamii, kadhia ya Mashia. Kadhia ya Mashia imefikia ametokea mtu anayejinasibisha kwamba yeye naye ni sheikh, ni kiongozi. Ndugu yetu tunamfahamu Sheikh Muhammad Isa, na amezungumza aliyoyazungumza. Miongoni mwayo sisi tunaita ni kashfa, kumkashifu Mheshimiwa Mufti, kwa sababu huwezi kumwambia kiongozi mkubwa kabisa wa kidini nchini ambaye sisi tunasema ndio kiongozi wetu wa mwisho, kumwambia ajipime kama kwamba hatoshi, kuonyesha kwamba hana uwezo. Wewe ni nani mpaka kufikia hatua ya kumuita Mheshimiwa Mufti kwa sura ambayo unaitaja katika vyombo vya habari? Kwa tunasema Mashia ni miongoni mwa Waislamu wa madhehebu tofauti ambayo yapo nchini na serikali inayatambua, nasi tunashirikiana nao katika sehemu ambazo zinapaswa kushirikiana nao. Katika sehemu ambazo hatupaswi kushirikiana nao, hatushirikiani nao. Lakini huwezi kuanza kuanika hadharani na kuwalazimisha watu kwamba watengwe, wafanywe hivi. Ndani ya madhehebu, sisi tunayo madhehebu mengi ambayo tunapishana. Sisi kama Ahlus Sunna wal Jamaa tunapishana na Ansarus Sunna, tunapishana na Masalafi, tunapishana na Mashia. Hata baadhi ya watu wetu pia katika madhehebu tuliokuwa nayo, hawa Kadiria nao wamegawanyika makundi mbalimbali. Kuna wenye misimamo mbalimbali. Tunapishana, lakini hatujafikia hatua ya kutengana. Tunaachana katika sehemu ambazo tunajua hapa tunahitilafiana, hapo tunaweza kuachana. Sasa mimi nawasihi sana wale wote ambao wameamua kupambana juu ya jambo hili,
kwanza wasome historia, warudi kwenye tarehe ya kutoka kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na makhalifa wote waende kwa undani wakaangalie historia, namna wenzetu walivyosolve matatizo na namna walivyokuwa wakishirikiana pamoja na kuhitilafiana. Misingi gani ambayo waliiweka ambayo imefikia hatua mpaka leo sisi tumeikuta dini. Ikhtilafu zilikuwepo, watu walitofautiana, lakini waliheshimiana. Kwa hiyo Muhammad Isa, na sisi tunasema ajipime pia na yeye. Yeye anayo fursa, na yeye ni nani kuweza kuwasemea Waislamu na kumwataki Mheshimiwa Mufti kwamba yeye anashirikiana na Mashia, anafanya kadha wa kadha. Yeye ni nani? Sisi tunamsihi kama viongozi katika mikoa yetu, hatutofurahi, hatutothubutu kuona Mheshimiwa Mufti anachezewa na sisi tukanyamaza kimya. Tunawaheshimu wote, kila mtu kwa nafasi yake, lakini pale kiongozi wetu wa juu anapotuambia basi inatosha, basi iwe imetosha. Lakini kadhia ya pili ni kadhia ya Dr. Mwaka. Kadhia hii imechukua nafasi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na kwa bahati mbaya wote wanaelekea kwenye mitandao ya kijamii. Dr. Mwaka, pamoja na yote, mimi nasema amekosea. Amekosea kwa sababu pamoja na kwamba anaona yeye anayo haki na anaona hakutendewa haki, Dr. Mwaka alipaswa aende kwa utaratibu na si kulipuka katika vyombo vya habari wala si kulipuka katika mitandao ya kijamii. Kama ametatizana na baadhi ya viongozi wa kidini, aondoe ile sifa ya utu kwamba hawa ni watu katika jamii, apelekee kwamba hawa ni viongozi. Akipelekea kwamba hawa ni viongozi, ataweka heshima kwa hawa ni viongozi wetu. Na viongozi wa kidini wanayo nafasi kubwa sana katika jamii. Serikali inawatambua na inawaheshimu. Serikali inawategemea na jamii inawategemea kwamba wao ni uswatun hasana. Kwa kama wana maovu yeye ambayo anayajua, hapaswi kwenda kwenye media, anapaswa kuwaendea physically, kuzungumza nao na kuambia hayo maovu ambayo yeye anayaona na kuwakanya. Hata kama yeye anahisi ana ilmu labda kumshinda mmoja wapo katika viongozi wale ambao wamehukumu jambo lake na anaona wamekosea, hakupaswa kwenda kwenye media na kuyasema haya yote ambayo aliyasema. Afahamu kwamba pamoja na ilmu yake, lakini kuwa na ilmu haisababishi ndio kuwa kiongozi. Kama anacho jamii inagawanyika mafungu mengi. Kuna watu wanaelewa haraka, kuna watu hawaelewi haraka, kuna watu wanachuki binafsi, kuna watu wanawapenda wale wanawasema. Unaposema kwenye media unatengeneza tafrani, unaharibu amani ya nchi. Kwa ni muombe ndugu yangu Daktari Mwaka, jambo hili liko kwenye vyombo vya sheria. Kama baraza la mashehe la mkoa lilihukumu na lilikosea, baraza la ulama limesawazisha. Kinachotakiwa ni kwenda taratibu kwenye chombo ambacho sasa kimesawazisha lile jambo lake ambalo anaona lilikosewa. Sio kwenda kwenye media na kusema nitawapeleka mahakamani. Hakuna sababu tena, kwa sababu jambo limeshatengenezwa na limeshakaa sawa sawa. Lakini jambo jingine, nimeshangaa sana kuona wahadhiri wanaonyesha kama wanawasemea wahadhiri wenzao. Mhadhiri mmoja anaitwa Mwaipopo na mhadhiri mwingine anaitwa Sharifu Majini. Dai yoyote ana miiko na dawa ina nguzo zake. Kwa hiyo dai kama dai anatakiwa afahamu sifa ya dai. Yeye kama anajiita ni mhadhiri, ili ni neno linazungumzwa la Kiswahili.
japo limetolewa kutoka kwenye lugha ya Kiarabu, lakini kwa lugha nyepesi ambayo inaweza kufahamika haraka ni dai, mlinganiaji. Kwa kama ni mlinganiaji, jambo la kwanza yeye anatakiwa awe kiigizo chema kwa jamii. Na kuwa kiigizo chema, jambo la kwanza anapaswa kuchunga ulimi wake wakati anazungumza na jamii. Sababu jamii inayomwangalia ni jamii inamtazama tofauti na anavyojitafakari yeye. Yeye anaweza akajitazama tofauti, lakini jamii inamwangalia tofauti kwa sababu ameshakuwa na sifa ya kuwa dai. Na dai amechukua nafasi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu yeye ndio alikuwa dai mkubwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dai yoyote hapasi kuuponza ulimi wake kuzungumza maneno machafu. Anapaswa kuzungumza maneno yaliyo sawa wakati wote, ikiwa wa matatizo, ikiwa wakati wa raha. Anatakiwa kuionyesha jamii kwamba yeye anaendana na wakati uliopo kulingana na ulimi wake, namna na anavyozungumza, namna ya lugha yake anayofikisha kwa ujumbe. Kwa hiyo kila wakati dai anakuwa analingania. Nashangaa kumuona dai anamuataki kiongozi wa juu. Ukimuataki Shekhe Chizenga, ambaye yeye Shekhe Chizenga ni katibu wa baraza la ulama, maana yake umeliataki baraza la ulama. Sababu Shekhe Chizenga hawezi kuzungumza isipokuwa baraza la ulama limemwagiza cha kuzungumza. Na baraza la ulama mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Kwa ukiliataki baraza la ulama, ukimwataki Chizenga, unajihadaa na unajaribu kuonyesha kama unaihadaa jamii, lakini moja kwa moja sisi tunasema unamwataki Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Na sisi hatutaweza kuvumilia jambo hilo. Kumwataki Mufti wa Tanzania maana ni kumuonyesha Mufti wa Tanzania amechagua vibaya. Hana uoni, hana firasa, hawezi kumjua mtu mbaya, hawezi kumjua mtu mzuri. Wewe leo unakuja kumsawazisha Mheshimiwa Mufti na kumwambia ondoa chawa waliopo hapo. Mzuri nani? Mzuri wewe? Kwa hiyo turudi katika sifa ya madai. Lazima tuwe na heshima za kidawa, lazima tupambike na sifa za kidawa, lazima tuwe na muonekano wa kidawa, lazima tunapozungumza ndimi zetu zionyeshe hasa sisi ni watu wacha Mungu na tunalingania kwenye kheri na kwenye haki. Unapozungumza lugha yako uichunge kwamba unazungumza na nani, kwa sababu sisi viongozi wetu ambao ndio warathatul anbiya ni Mufti wa Tanzania na mashekhe zetu. Sasa mtu anaposema maneno achunge ulimi wake. Area tuseme sisi tuna uwezo wa kujibizana naye kuliko kumsema Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Sisi hatutakubali. Na tunapenda kuomba serikali iliangalie sana jambo hili. Sisi tuna mashaka kwamba kuna kundi ambalo lina mpango fulani wa sifa ya madai. Lazima tuwe na heshima za kidawa, lazima tupambike na sifa za kidawa, lazima tuwe na muonekano wa kidawa, lazima tunapozungumza ndimi zetu zionyeshe hasa sisi ni watu wacha Mungu na tunalingania kwenye kheri na kwenye haki. Unapozungumza lugha yako uichunge kwamba unazungumza na nani, kwa sababu sisi viongozi wetu ambao ndio warathatul anbiya ni Mufti wa Tanzania na mashekhe zetu. Sasa mtu anaposema maneno achunge ulimi wake. Area tuseme sisi tuna uwezo wa kujibizana naye kuliko kumsema Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Sisi hatutakubali. Na tunapenda kuomba serikali iliangalie sana jambo hili. Sisi tuna mashaka kwamba kuna kundi ambalo lina mpango fulani wa kutaka kuyatarisha amani ya nchi hii. Sababu leo ukimsema Sheikh Chizenga ana wanawe, ana watoto wake, ana jamii yake na ana wapenzi wake. Ukilisema baraza la ulama, maana yake umelisema baraza zima, sababu sisi tunalitegemea baraza la ulama. Ndio chombo chetu cha juu kinachotoa fatwa zote chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Sasa ukianza kulisema baraza la ulama limekosea.
Ukianza kusema Chizenga wamekosea, ili hali amekosea mufti yupo, maana yake unamwonyesha mufti kuwa ni dhaifu? Mufti ni dhaifu kiasi hicho? Mufti Mwenyezi Mungu amempa subira, amempa ungwana, amempa ustaarabu, na ndio maana mufti ropoki ovyo. Pale anapo anaona hapa pa kutukanya, anatukanya. Hatuko salama. Kwa ni waombe wale wote ambao wana fikra mbaya, kwanza warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu waelewe kazi ya dini. Ukianza kumsema mtu, kwa mfano mmoja hizo alikuwa akizungumza kusema Sheikh Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, arudi kwenye kazi ya madrasa akafundishe madrasa. Wewe unapomwambia kiongozi ambaye amepewa dhamana ya kusimamia mkoa mzima arudi kwenye madrasa, maana yake unawadhalilisha walimu wa madrasa, kuonyesha walimu wa madrasa ni watu duni sana. Kazi ya ustadh ni kazi kubwa kuliko ya shekhe, kwa sababu kazi ya ustadhi anawapika waumini, anawapika wacha Mungu, wale ambao wanaamirisha misikiti, wale ambao wanakuja kusimamia ibada, wanapikwa na walimu wa madrasa. Kwa mtu asifikiri kuona kwamba kazi ya madrasa ni kazi ndogo, akachukua nafasi kumuonyesha mtu kama atakuwa duni sana, rudi kwenye kazi ya madrasa. Naomba kuwaonya sana ndugu zangu, pale tulipoteleza turudi kwa Mwenyezi Mungu, tumwambie Mwenyezi Mungu tumekosea mahali fulani. Yeye Mwenyezi Mungu ndo aliyetuambia wa atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Mtuini Mwenyezi Mungu, mumtui mtume na wenye mamlaka miongoni mwenu. Wenye mamlaka ni viongozi wetu. Kwa hiyo sisi wasitokee watu baraza kutoka juu, kutoka Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Wanaofuata ni mashehe wa mikoa, wanaofuata ni mashehe wa wilaya, wanaofuata ni mashehe wa kata, mpaka msikiti ambaye ni imamu. Ukianza kwenye baraza la ulama, linakuja baraza la mashehe mkoa, baraza la mashehe la wilaya, baraza la mashehe la kata, inakuja kamati ya msikiti. Ukitoka kwa mwenyekiti wa halmashauri kuu, kuna mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa, halmashauri kuu ya halmashauri ya wilaya, halmashauri ya kata. Limekwenda katika sura hii. Hizi zote ni timu ambazo zinaunda baraza. Halina baraza msemaji nje ya baraza. Kwa hiyo kila mtu anafikiri kwamba anataka kulikosoa baraza, apeleke maoni na sio kuita media. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba sana na naliomba baraza la ulama, sasa ni wakati wa kuchukua hatua. Pale ambapo baraza linachezewa baraza la ulama, mimi naliomba baraza la ulama lichukue hatua, lifanye kazi yake ambayo sisi tunatarajia kwamba linatoa maonyo kama katiba yetu hii namna inavyoeleza, namna ilivyotengenezwa, imetengenezwa vizuri na hakuna katiba ambayo imenyooka kama katiba hii. Baraza la ulama lichukue nafasi yake, limuonye mtu yoyote kama miongoni mwetu ambaye amekosea, na limchukulia hatua mtu yoyote ambaye amekosea, na hapo ndipo baraza litakuwa limenyoka. Hata kama mtu yuko nje ya baraza analichafua baraza, nina imani baraza la ulama lina meno ya kumchukulia hatua, na inawezekana katika kumchukulia hatua ikawa nidhamu kwa watu wengine wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.